ikiwa tutatumia vizuri rasilimali zetu, tunaweza kuibadilisha hali ya nchi yetu. Ni matatizo ya kutowajibika kwa viongozi wetu, kutohakikisha kwamba tunafanya marudio ya kutazama wapi tulikosea. Na kuna mambo mengi tumezungumza hapa. Taarifa ya mdhibiti na CAG, taarifa ya CAG inaonyesha maeneo ambayo tunahitaji kuyarekebisha, mahala ambapo matumizi yamekuwa ni mabovu, ikiwa ni pamoja kwenye miradi ya maendeleo, lakini tunakuwa hatuyashughulikii masuala hayo. Kwa hiyo pana umuhimu sana wa kuweza kuyashughulikia matatizo yetu, kufanya marekebisho. Nimependekeza hapa kufanya mapitio ya matumizi ya serikali, kujua kama yana matatizo gani, kwa nini hatupati tija kwenye matumizi ya public expenditure bills, na kuweza kurekebisha. Kwa hiyo tunahitaji kuleta mabadiliko. Tunahitaji, kama Trump atashinda au kiongozi yote wa Republican atashinda, basi sera hizo ndio zimuongoze katika utekelezaji. Wakati wa kampeni Trump akasema hajui habari ya project 2025, lakini toka ameingia madarakani ni hizo sera za project 2025 ndizo ambazo zinazoongoza. Na katika mapendekezo ambayo yamo katika sera hizo ni pamoja na Marekani kujitoa kwenye Benki ya Dunia na kwenye shirika la kimataifa la fedha IMF, na vile vile kupunguza michango yoyote ambayo na kuondoa michango yoyote ambayo Marekani inatoa kwenye taasisi za kimataifa. Sasa inawezekana kabisa serikali ya Marekani chini ya Trump ikajitoa na kuleta mgogoro katika hizi taasisi za kimataifa. Kwa hiyo inatubidi kama nchi tuweze kuwa na mkakati wa diplomasia ya kiuchumi ya Tanzania ambayo itajenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kikanda katika bara la Afrika, na vile vile pia muhimu kuweza kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na nchi ambazo bado zinathamini mahusiano ya kimataifa ya uchumi, ikiwemo Umoja wa Ulaya pamoja na Jamhuri ya Watu wa China. Lakini lazima tuweze kuwa na mkakati wa ndani ya nchi. Vile vile kwa kuwa Tanzania haiuzi bidhaa nyingi Marekani na kwingine, na ushuru utakaotozwa Tanzania ni 10%, ukilinganisha na ushuru ambao utakaotozwa China, mfano 54%. Vietnam wanatozwa ushuru wa 46%. Malaysia na Indonesia wanatozwa ushuru wa 32%. Afrika ya Kusini wanatozwa ushuru wa 31%, na nchi ndogo maskini Lesotho inatozwa ushuru wa 50%. Lesotho baada ya kuwa na AGOA iliweka mkakati, na mwanzoni ilikuwa makampuni kutoka Taiwan yaliweka uwekezaji. Kwa hiyo Lesotho wanauza nguo nyingi, hasa jeans Marekani, na kwa sababu wanauza Marekani, wao wana ziada katika urari wao wa biashara, wanauza zaidi kuliko wanavyoagiza vitu Marekani, bila huduma, bila kutazama kwamba Lesotho wenyewe ni nchi maskini, na pamoja kwamba inauza vitu vingi, lakini
mauzo yake sio zaidi ya dola milioni 200-250, lakini imewekewa ushuru wa forodha wa 50%. Kwa hiyo Tanzania pia tunaweza tukaweka mkakati katika mazingira haya, na kwa kuwa hatuuzi bidhaa nyingi nchi za nje, tuweze kukaribisha wawekezaji wa viwanda vitakavyotengeneza bidhaa za kutumia nchini, lakini pia za kuweza kuuza kwenye kanda yetu na vile vile kuuza nchi za nje. Kutakuwa na viwanda kutoka China ambao wanataka kuendelea kuuza bidhaa zao Marekani na kwingine. Sisi hapa ushuru wetu wa forodha utakuwa ni mdogo, na bado tunauza kidogo sana nchini Marekani. Viwanda kama hivyo vinaweza vikaanzishwa hapa kuongeza ajira ya vijana na vile vile kuongeza uuzaji wa bidhaa zetu za viwandani nchi za nje.